Yes, bila shaka hujambo msikilizaji na mfuatiliaji mzuri wa Promova TV popote pale ulipo. Karibu sana kwenye kipindi cha Ushuhuda. Tuko jijini Dar es Salaam na nimefika kwenye kanisa moja hapa huku maeneo ya Chanika kwa ajili ya kuweza kuzungumza na mtumishi mmoja wa Mungu ambaye yeye anao ushuhuda mkubwa tu wa maisha yake, mapito yake kwa ujumla. Kabla hajawa mtumishi wa Mungu, kuna mambo mengi sana ambayo aliweza kuyapitia, na jinsi ambavyo aliitwa hadi kuanza kumtumikia Mungu pia ni ushuhuda mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo karibu sana tuweze kusikia kwa undani, kama ambavyo umeangalia hapo katika kichwa cha habari. Kinaashiria moja kwa moja kwamba kuna jambo kubwa ambalo utakwenda kulisikia katika siku ya leo. Karibu tuweze kwenda wote, na mimi ambaye nakukaribisha hapa, ambaye niko nyuma ya kamera, utakuwa ukinisikia hapa. Kama kuna swali nitaweza kumuuliza huyu mtumishi wa Mungu. Jina langu mimi ni Jackton Msafiri. Kwa hiyo nakukaribisha sana na asante kwa kuweza kujumuika nasi. Hakikisha tu kwamba unapopata ushuhuda huu kama kawaida unausambaza kwa watu wengine wengi, ili na wao waweze kubarikiwa na hiki ambacho wewe umeweza kukisikia. Karibu sana. Amina. Tuombe Mungu kwanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na kushukuru kwa ajili ya siku njema leo. Wewe ni Mungu wa neema na kibali na ushindi. Na waweke mkononi mwako wahusika wote hapa, wasikilizaji, watazamaji, na sisi tulioko hapa wote, vyombo vyote naweka chini ya mkono wako ulio wa kweli. Mungu, kaweke ulinzi na ushindi. Kila anayepata kusikiliza apate kuelewa, apate kufunguka, apate kuamini. Mungu Mwenyezi, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Karibu sana. Amina. Wapendwa wa Mungu, kwa majina yangu kwa sasa naitwa Yehoshibori Medadi Isa, lakini kwa majina yangu ya kuzaliwa ambayo hata sasa yapo kwenye vyeti, kwenye kila kitu, utakutana majina hayo naitwa Ahmad Ayubu Isa. Ahmad Ayubu Isa. Unaweza kushangaa ndugu mtazamaji, majina yangu hayo na sasa mengine, lakini ndio chanzo cha ushuhuda huu. Mimi ni kwa kabila langu ni Mngoni, watu wa Songea Bomba Mbili, lakini nimezaliwa katika mkoa wa Mara mwaka 1980 mwezi wa kwanza tarehe 7 katika mwaka huo. Kwa sababu gani nimezaliwa huko Musoma? Baba yangu alikuwa askari magereza. Alipoanza kazi mwaka 78 nafikiri ndio aliajiriwa, kumbukumbu yangu iko hivyo, alipelekwa Musoma. Kwa hiyo akiwa mwaka wa pili pale akapata mke ambaye ni mama yangu, ndio nikazaliwa mwaka 1980. Baada ya kuzaliwa kule mwaka huo, baba yangu tulizaliwa mwaka 1981 mwishoni, kazaliwa mdogo wangu mwingine alifuata nyuma yangu, aliitwa Isa. Sisi tulifuatana kidogo kuzaliwa hapo. Wakati na muda kidogo ndio akazaliwa mwingine wa kike sasa nyuma yetu, mwaka 84 huko. Baada ya hapo baba yangu alipewa uhamisho tena kurudi kuja Dar es Salaam kwenye kikosi maalum kinaitwa KMKGM Ukonga, Dar es Salaam. Akawa yuko hapo. Sisi akatuacha bibi yetu kule Musoma, tukawa tunaishi na bibi yetu mzaa mama. Maana mama yangu yeye mama yake ni mtu wa huko kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tukabaki kwa bibi yetu huko Musoma tukiwa katika udogo huo. Lakini na matukio ambayo naweza kuyaeleza leo kwa sababu ya ushuhuda huu, nisiongee sana habari za familia, wacha nikatisha tu kidogo hapo, nadhani umenipata vizuri. Baba yangu aliitwa Ayubu Isa, lakini
Mama yangu aliitwa majina mengi, jina kwanza ni Moshi Samson, jina jingine aliitwa Monica. Kwa hiyo nililelewa na bibi kwa staili hiyo na pamoja na wenzangu wadogo zangu kwa miaka hiyo. Lakini malezi ya pale Musoma wanaojua, sababu ile kambi ya magereza iko pale Nyasho, na bibi yangu alikuwa anakaa kando ya ile kambi ya magereza pia. Kwa tuliishi na bibi yangu pale Nyasho. Nikiwa niko hapo, kuna historia nyingi ya uchawi sana maeneo yale. Kwa hiyo nikawa naona wachawi wanakuja nyumbani usiku. Namwamsha bibi yangu, naambia angalia wachawi wanachukua unga, au bibi yangu hawaoni. Mimi nikawa nawaona, yeye hawaoni. Wanakuja, wanachokifanya na kiona. Ikiwa ni mchana na najua huyu ni mchawi, najua huyu ana mashetani, lakini ukinihoji na wajuaje, kwa kweli nilikuwa sina jibu. Nilikuwa na wajuaje. Nilikuwa nafahamu tu huyu ni mchawi kwa kumuona kwa mchana, usiku pia nawaona, au mtu na mashetani kichwani, majini, nilikuwa najua. Kiniambia nimejuaje, nilikuwa sijui na wajuaje. Wakati mwingine mdogo wangu alikuwa ananifuata, anaitwa Isa. Kuna wakati wachawi walimchukua. Nakumbuka alipotea kama wiki moja hivi. Zaidi siku 7. Alipotea, walitafuta sana, tulitafuta, tulimkosa. Mama zangu wadogo, bibi walimkosa. Mama wakati amesafiri yuko, ameenda kwenye machimbo huko, sababu mamangu na babangu walikuja kutengana. Wakati ule baba alivyohamishiwa tu Dar es Salaam hapo Ukonga, KM walikuwa wametengana kwa staili hiyo. Sababu alivyohamia Ukonga, alipata mwanamke mwingine huku wa Kiislamu mwenzake. Sababu mama yangu alikuwa si Muislamu. Mama yangu yeye ni dhehebu la Kisabato alikuwa. Baba yangu ni Muislamu. Kwa hiyo alioa Muislamu mwenzake huko Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio chanzo cha kuachana, walianzia hapo. Mama yangu kama ameenda Nyarugusu, nafikiri iko Mwanza, sijai kufika Nyarugusu, lakini nasikia kuna machimbo yako huko, si ni sehemu gani. Kwa alikwenda kwa ajili ya huko kwenye machimbo katika ile kuhangaika kwa sababu ameachiwa watoto ambao ni sisi. Kwa hiyo hakuwepo pale. Kwa hiyo mdogo wangu akiwa amepotea, huyo Isa, taarifa zilitumwa kwake, akasikia, mama akasikia, baba naye aliambiwa, lakini hawakuwa wamekuja. Kwa nini sikujua? Lakini baadaye alipopatikana, mimi niliyemuona nyuma ya nyumba, nilimkuta amesimama huyo Isa, amenyolewa utosini. Nilimwona amenyolewa utosini, nywele zake zimetolewa. Mimi nikamfuata bibi, nikamwambia bibi, Isa yuko nyuma ya nyumba. Kwa kuwa amefika vunjika moyo, amekata tamaa, hawakuniamini, wakasema wewe nayo mambo unayoona haya hatukuelewi. Nikamwambia ni kweli Isa yuko nyuma ya nyumba. Kwa hiyo wakaja wakamuona kweli yupo, mama zangu wadogo wakamchukua ndani ya nyumba, kamleta pale akiwa kama ni mtu mgonjwa hivi. Hajitambui wala hajielewi. Kimsemesha aongei, lakini ni yeye. Sasa katika siku kadhaa tukiwa tumekaa pale, wanapeleka hospitali, anatibiwa, lakini anachotibiwa akieleweki na haponi. Siku moja kuna bibi mmoja katika wao wachawi nilikuwa nawaona, akawa amekuja mpiga hodi, wakaambia karibu, akaingia. Isa alikuwa kitandani pale amekaa, amelala. Bibi yule alivyoingia akaambia bibi yangu, naomba nimshike. Nikamwambia bibi usimpe, akimshika ataondoka naye. Walinifukuza, sema mtoto huyo na mambo ya ajabu, wewe mtoka. Wakanitoa. Kwa nilipotoka nje, wakampa bibi akamshika. Alivyomshika yule bibi, nikaona amemrudisha, lakini alichoarudishia hakuwa Isa sahihi. Alirudishia kama kivuli. Yeye akaondoka na yule mtu ambaye ni sahihi. Hilo tukio mimi niliona, wao kuliona. Nikamwambia ameshamchukua nyinyi, shauri yenu. Wakaona mimi kama ni mjinga, lakini kwa kweli ilipita siku hiyo moja nafikiri wakasema amekufa. Baba yangu aliitwa kweli, kaja mama na mambo kama hayo, kaja watu, ikawa msiba. Wakaenda kuzika, lakini mimi nikiwa najua sasa huyu aliyomzika sio hakuzika mtu. Mimi nakataa kabisa. Nikiwa huko mtoto na hakuna nani kusikiliza, wanakuona kama wewe umechanganyikiwa, wanayeongea haieleweki. Wanaenda kuzika huko, nikijua anazika sio mtu. Moyo wangu unaniuma sana, sababu nilikuwa nayaona matukio yale, nilikuwa nayaona mimi, wengine hawayaoni. Na uzuri kwamba mpaka leo bibi yangu yupo, anaeleza, anayajua. Lakini wazazi wangu baba na mama walishafariki.
taeleza baadaye kilitokea nini. Sasa ilikwenda hivi. Kwa hiyo siku moja bibi yangu akasema huyu mtoto haiwezekani mambo anayaona haya, tumwache hivi hivi, tumpeleke kwa mganga kienyeji akafanyiwe dawa ili asione wachawi, maana watamuua kama alivyo mwenzake amemshamuua tayari, naye watamuua hivyo hivyo mwenyewe. Kwa siku ya siku bibi yangu kanichukua mpaka kwa mganga kienyeji mmoja. Nakumbuka kabisa ni karibu na uwanja wa ndege kule Musoma. Sababu hiyo ramani ninayo, ila sehemu gani kwa sasa hivi kini uwanja wa ndege kuna ngambo uwanja wa ndege kuna barabara. Kuvuka barabara hiyo kuna mganga alikuwa pale. Hiyo mganga ana nyumba, ilikuwa ni nyumba kama ya udongo hivi. Alafu ina mlango wake sio mlango, ni kaka kama gunia, ni gunia tu kifupi. Ndio mlango wenyewe. Tukaingia hapo mimi na bibi yangu. Mganga yule akasema nataka nikuchanje kwanza wewe bibi yake kwanza, kwa sababu hata wewe pia unalogwa nikuchanje. Na ni kweli bibi yangu alikuwa analogwa, sababu alikuwa anaingia wale wachawi wanawakalia. Wanafanya vitu ambavyo wao hawaoni, mimi nawaona. Sasa mganga hata mchanje bibi yangu chale, bibi yangu alikuwa anaugulia maumivu kidogo. Niliona anaugulia maumivu bibi yangu, nikaona hapana, siwezi kubali kuchanjwa sababu anacho bibi yangu anaugua vile. Mimi itakuwaje? Nikamwacha bibi yangu nikakimbia mbio. Bibi akaanza kuita wewe Ahmed rudi, walikuwa wanaita Ahmed kwa sababu jina Ahmed kwa watu wengi kwa ni gumu kwao kuniita Ahmed. Lakini wakasema wanaweka kifupi tu Ahmed Ahmed. Watu wengi walizoea kuniita Ahmed. Hata kwenye mpira walikuwa wanaita Ahmed. Sasa hakunipata. Narudi nyumbani bibi yangu alinikamata, alinipiga sana. Nakumbuka alikuwa anagonga na mawe kwenye viwiko vya miguu. Ananichapa kupitia kunigonga na mawe kwenye viwiko vya miguu. Kwa nimekimbia kwa mganga ili akusaidie, wewe mjinga sana utakuua na nini, alinifokea. Lakini Mungu ni mwema, sikuchanjwa chale tena. Kwa kuwa nilikimbia na nafikiri alikuwa sijui hana hela tena bibi ya kunipeleka kwa mganga, nafikiri sasa sikujua. Lakini sikuenda kupeleka chale kwa mganga wa kienyeji, sikuchanjwa chale. Tanisamea sababu na kigugumizi kidogo, lakini mtanielewa. Kwa hiyo zikapita siku naendelea kuona wachawi kama hivyo. Kumbe akamwandikia barua baba yangu, baba na njoo mchukue mwanao huyu, watakuja kumuua kama yule wa kwanza. Maana waliamini kama mganga alichowaambia ni kweli, wa kwanza yule hakufa kama alivyowaambia mimi. Wakaambia mje mchukue mwanao, huyu mwanao na yeye watakuja kumchukua kama yule wa kwanza. Mambo anayoona ni mambo ya ajabu sana. Na wakati mwingine usiku nilikuwa natoka mimi, najua nilikuwa natoka usiku, kumbe naondoka na wachawi wale wanakuja kunifuata mimi sijui. Kwa hiyo natoka nafungua mlango huko, nimepiga usingizi lakini nimefunga macho na koroma na lakini natembea, nafungua mlango kitasa nakiona na kifungua huko, nimelala usingizi. Hiyo ni mambo ya ajabu sana sema kweli. Kwa hiyo natoka nje ya nyumba nikiwa nimesinzia, nina koroma, lakini natoka nje ya nyumba nafungua kitasa naenda na kuenda sikuelewi. Kwa hiyo nao wananifuata nyuma, wananikamata, wananirudisha ndani ya nyumba, wananisababisha mimi naongea kumelala usingizi. Wanaeka tandani na lala, naendelea kulala hivyo usingizi, lakini ni mambo ya ajabu sana. Wanaambia baba yangu uje umchukue mwanao, kwanza anatoka usiku anaona wachawi. Na chajabu anatoka ndani ya nyumba huko amesinzia. Tunashangaa huyu mtoto wa aina gani? Njoo uje umfuate mwanao kwa kweli. Ndio baba huko na huko mpige, baadaye baba akanifuata. Babangu yeye unifuata kule Musoma, kanichukua tu kasa kamishwa hapa Dar es Salaam, kapelekwa Shinyanga. Wakati mkoa ulikuwa ni Shinyanga wote. Kwa sasa hivi nimesikia Maigawa mkoa umekuwa ni Simiyu kwa sababu ni gereza moja tu, gereza Amaria. Walipelekwa pale baadhi ya KM kutoka kikosi maalum cha magereza hapa Ukonga, ilikatwa bogi ukapelekwa kule Shinyanga ambako sasa ni Simiyu kwenye gereza la Amaria. Wanaojua kuna gereza la Amaria huko kubwa tu. KM hao walitolewa pale 89 88 nafikiri ilikuwa kupelekwa kule 88 kupelekwa kule gereza la Maria. KM walikuwa ni wengi walipelekwa kule kutoka hapa kikosi maalum cha Ukonga. Kwa babangu pia alikuwa mmoja wapo alipelekwa kule. Kwa hiyo nikapelekwa kule. Babangu alikuja kunichukua pale Musoma, nikaa na baba yangu. Nikamkuta mama Kambo pale ambaye ni mama mwingine wa kufikia. Tukawa naishi naye pale, lakini mimi siku nafika tu pale, mama yangu wa Kambo nilivyomuona tu usoni, kama nilivyoambia tangu mwanzo, kama mnakumbuka niliwaambia, nikimuona tu mtu usoni nilikuwa natambua na majini ama ni mchawi. Mamangu kama nilivyomuona tu usiku ule, nimefika pale usiku nikatambua na majini. Lakini sasa babangu akakaa kama na ugeni kwangu sababu nilikuwa sijakaa naye muda mrefu.
Sikumwambia mama na majini, lakini mimi nitambua na majini. Kweli baada ya siku 2-3 nikamwambia mama yangu wa kambo anapandisha mashetani. Baba yangu alikuwa ni mtu anasoma dua na yeye sababu ni Muislamu. Akamsomea dua, akachoma ubani na udi, baadaye mashetani yale yakatulia, akayaongelesha vizuri, yakamwachilia, yakatulia. Unajua hayatoki, wanatuliza. Kwa hiyo nikanafahamu nilichokiona ni sahihi. Kwa hiyo tuliishi hivyo, kaendelea kuwa na wachawi. Sasa baba aliambiwa na bibi yangu kwamba huyu mtoto wako ana tabia kutoka usiku. Kwa hiyo hakikisheni mnakuwa makini sana, anatoka anatembea anaenda anakwenda kujulikani. Babangu akawa yuko makini sana na mimi. Na wakiniambia mambo hayo mimi niko nashangaa. Wananiambia usiku unatoka ndaga wapi? Wakagundua mtoto haelewi, maana anachoniambia anakuwa anashangaa na shtuka. Naambia mimi nimetoka saa ngapi? Wakaona kwa sababu hajui, wakaona niacha kama nilivyo. Lakini kichwa changu nilikuwa naumia sana kwenye akili yangu kwamba natoka tokaje? Inakuwaje natoka? Sasa jibu sina. Kwa kaniacha hivyo. Tulikaa Shinyanga muda huo ambako ilikuwa ni hapo Maria. Nimeanza la kwanza hapo. Nakumbuka mwaka 93. Tunapewa uhamisho, baba anapewa uhamisho wa kurudi kupelekwa sasa ilikuwa ni Shinyanga ni Mbeya. Tuenda Mbeya sasa. Amepewa uhamisho kwenda chuo cha Mageza Kiwira. Akawa mwalimu kule. Kuna chuo cha Mageza pale Kiwira cha makruta wanaoanza kazi unaitwa makruta, na kuna pia wanasoma NCOs course wale wanasoma ukopro. Akapelekwa kwa mwalimu kule. Yeye alikuwa anafundisha walimu wa uwanjani wa paredi na walimu wa ujanja wa porini, inaitwa field craft, ujanja wa porini. Na pia ni mwalimu wa karate, wanamfahamu wa magereza wote, hata atakayeangalia ushuhuda huu askari magereza yote anamfahamu. Anaitwa Ayubu Isa Huha, walimu wao Huha. Ni mtu wa karate, mtu wa ngumi. Anacheza michezo ya taekwondo na judo, wanamfahamu. Ni mwalimu amefundisha wa magereza, askari magereza wengi sana sana mpaka amestaafu mwaka juzi 2015 na 6 ndio kastaafu. Kwa wanamfahamu wengi sana. Katika shuhuda huu watakaoingia kuona, watakomenti pale chini wataona ninachosema ni cha kweli ama si kweli. Na mimi niliona hivyo, mimi na babangu tunafanana sana. Watu wengi kwa mimi yeye ni baba yangu, kwa mimi walikuwa wanajua ni mdogo wake kwa sababu alinizaa akiwa naye bado mdogo sana. Kwa hiyo kama tunasoma vile ni watu mtu na mdogo wake, lakini mtu na babake. Kwa hiyo tukaenda Shinyanga kule. Sasa tumeenda Mbeya huko chuo cha Mageza Kiwira. Tuko kule mwaka 93 tumehamia pale nikiwa darasa la 4 nakumbuka. Nikaanzishwa madrasa sababu kule Shinyanga madrasa ilikuwa haipo. Kwa hiyo kule Mbeya kwa kuna madrasa tayari ipo. Nikaanzishwa madrasa mimi kusoma pale madrasa. Sasa matukio yale ya kuendelea kuona wachawi nikawa nayo, naendelea kuona watu kujitambua na mashetani nikawa natambua. Babangu nakasha yafahamu. Kutoka nje ya nyumba nafungua mlango ikana matukio yanaendelea kama kawaida. Baba akaniambia, akaona mimi sielewi, akajigundua huyu mtu ajui. Sasa baba akamwambia mwalimu wa madrasa, akamwambia kuna matukio yanamtokea mtoto wangu. Naomba pia asomewe dua kwa sababu matukio sio mazuri. Basi mwalimu akasema haina shida, tutamsomea dua. Kanisomea mimi dua pale za kutosha kwa jini usiku nisitembee, lakini ikawa inaendelea kutembea. Nisione wachawi naombewa wapi. Umesoma dua kweli kweli. Hazikuwa nasaidia chochote kile. Nikaa nafundishwa dua za kusoma, nitataja kwa sababu siwezi kuzificha, nitataja. Nikaa naambiwa nisome Fatiha nisome mara Fatiha kwa sababu kwa siku katika Islamic Fatiha nataka usome mara 8 angalau kwa siku. Fatiha wanaifahamu, Fatiha ni sura moja. Sitaki kusoma kwa sababu sipendi kurudia vitu kama hivi, lakini kwa sababu ni ya wokovu. So msishangae sababu sipendi kusoma sababu ya wokovu. Lakini sura Fatiha mnaifahamu. Nikisoma ile baada ya hiyo sura nasoma surati Nas. Nayo pia wanaifahamu. Sitaki kusoma. Nazijua. Mtu anafahamu Qur'ani. Anachokitamka anafahamu yeye anajua. Kwa hiyo usema mbona asome alba ajui? Hapana, nafahamu ila sipendai kurudia kusoma mambo haya. Ninajua kwa nini sipendi kuyarudia kuyasoma. Lakini surati Nas wanaifahamu wao wanajua. Nasoma mara 11 hii, nilikuwa naambiwa soma mara 11 ya sura kabla ya kulala. Nilikuwa nasoma lakini wapi? Bado natoka na bado naona maruerue na bado naona wachawi. Hazikuwa msaada kwangu. Siku moja tukiwa madrasa
ama majina ya mashehe nafikiri wataje tu ili kuweka ushuhuda kwamba ni kweli, sababu nikisema ni wafiche na wao hata wakisikia wakaona ni kweli, si ndio ukweli? Kwa sababu kuliko kuongea ambacho sio cha ukweli itakuwa ni uongo. Kwa hiyo lazima niseme ukweli, majina yao nitaweka tu wazi. Shehe wetu mkuu alikuwa anaitwa Sheikh Hashim wa Madrasati Nuru na Masjid Nuru, iko kule Mbeya, chuo cha magereza Kiwira. Kienda pale watu wa Kiwira magereza chuo wanafahamu, na baadhi yao wananifahamu mimi, mtoto nilikuwa pale, mtoto wa tunaita mtoto wa Kota, wanafahamu. Kwa hiyo ndio mimi mwenyewe mlipenda jina, mlizoea jina naita Ahmed, lakini jina langu Ahmed Ayubu Isa. Kwa hiyo Sheikh Hashim alikuwa ndio shehe mkuu kiongozi, na alikuwa amesikia magereza huyo. Sheikh anayefuata pale alikuwa ni Mfaume. Huyu Mfaume siku moja akaota ndoto, akaja nayo ndoto ile madrasa. Tulikuwa tumefunga shule, nakumbuka kwa tumefunga shule. Sisi tulikuwa watoto wanafunzi wa chuo, tukifunga shule za kawaida hizi tunasema za elimu ya dunia. Tulikuwa tunabaki madrasa tangu tunaingia asubuhi saa 2 ni mpaka jua linazama, tunaswali insha ndio tunaenda nyumbani. Kwa hiyo tunashinda madrasa tangu asubuhi, tunakwenda kula tu nyumbani, tunarudi madrasa kusoma, na swala zote tunakuwa nafanya sisi wenyewe. Akaja Sheikh Mfaume akasema, akamwambia Sheikh Hashim, ina ujumbe mmoja mzuri sana ambao ninaamini Mwenyezi Mungu amenipatia ujumbe huu kwa ajili ya kijana wetu mdogo huyu. Nani akaambiwa? Akasema huyu kijana Ahmed, akasema nimemuota ndoto moja nzuri sana. Nimemuota akiwa kwenye mimbari kubwa akihubiri habari ya Uislamu na watu wengi wakimsikiliza yeye na watu wengi wakisilimu. Akasema nimemuotaje? Akasema nimemuota akihubiri na watu wengi wakisilimu. Kwa hiyo inaonyesha wazi, Mwenyezi Mungu anaonyesha huyu kijana, huyu mtoto atakuja kuwa mtu mhubiri wa Kiislamu mkubwa sana duniani. Mimi nikafurahi kama mimi nilivyosikia vile walivyoambiwa mambo kama yale, nikafurahi, lakini niliishia tu kufurahi, ikabaki tu kichwani kwangu hivyo. Wakasema pale pamoja, tumuombeeni dua mtoto huyu, basi Mungu akatimiza mambo aliyoonyesha tayari. Basi wakasema inshallah inshallah, ikaishia hivyo. Tukaendelea mambo kama hayo. Siku nyingine tena tukiwa madrasa tena, sauti ikanijia, sauti kabisa ikanipa maswali haya. Sauti hiyo kuniambia ni nani, lakini sauti ilikuja ikaniambia hivi, ikaniambia muulize shehe wako. Hapo tumekaa ndani ya msikiti, ilikuwa ni majira ya saa 5 hivi asubuhi, wakati wa likizo za shule. Ikaniambia muulize Sheikh Hashim, mwambie eti kwa nini nyinyi Waislamu mnakaa na majini na mnaabudu na majini. Nakumbuka tulikuwa kwenye somo, ili somo wasi wanafahamu Waislamu ninachokisema. Ili somo lilikuwa linazungumza kuhusu elimu, kuhusu majini na wanadamu. Kwamba sisi wanadamu na majini tuliumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wanaposema haya maneno wanayafahamu ninachokisema. Kwa hiyo tuko hapa. Sasa sauti kanijia pale kwamba mwambie Sheikh Hashim, kwa nini nyinyi Waislamu mnakubali kukaa na majini? Wakristo wenzenu wanayafukuza, kwa nini mnakubali kukaa nayo? Na mimi moja kwa moja sikukopesha, nilienda kwenye swali kama nilivyojua na ile sauti. Nikamwambia Sheikh Hashim, samani eti kwa nini sisi tunakubali kuswali na majini na tunakaa nao, alafu wale Wakristo wanayafukuza? Akanijibu hivi, akaniambia wale Wakristo ni makafiri, majini viumbe Mwenyezi Mungu, tumepaswa kukaa nao na tunapaswa kuabudu nao pamoja, na wao pia wanaabudu Mwenyezi Mungu. Sauti ile iliyoniambia muulize, akaniambia hivi, ikaniambia ni muongo huyo. Ikaishia hapo. Haikunipa tena kwamba yenyewe ni nani, ni kitu gani, ikaniambia tu muongo huyo. Ikaondoka sauti ile. Cha ajabu, sikumwambia shehe kwamba mimi sauti imeniambia, nilisaulishwa tuseme, nilipata kusaulishwa. Basi ikaenda, maisha yakaenda hivyo. Sasa mtumishi wa Mungu na wewe unanisikiza mahali hapo, utashangaa mambo haya nimeyajuaje tena. Ndio nitakwambia siku ambayo nilikumbukaje kama niliwahi kutokewa sauti hiyo. Niliwahi kuambiwa madrasa kwamba mimi nimeotwa ndoto na Sheikh Mfaume kwamba nitakuwa mhubiri wa Kiislamu, na mambo haya nilipopewa niliyasahau. Sasa utakuja kujua nilikumbukaje. Twende mbele. Kwa hiyo tukaisha hivyo, nikaendelea kusoma madrasa kama kawaida. Na madrasa tunapewa elimu ya Kiislamu kwa lugha ya Kiarabu kama mnavyofahamu.
Hata maandishi yetu tunaandika kutoka kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo tunakwenda tukirudi shuleni katika hali za kusoma shuleni, shule ya kawaida na kumbukumbu hizi. Tukifika shuleni tunafungua daftari kama la science au la hesabu, hisabati. Ukiandika tarehe unaandika Kiarabu, unakuta umekosea. Mwalimu akija pale anakupiga fimbo kwa sababu umeandika tarehe kwa Kiarabu. Anakwambia umeandika lugha gani? Unasema mwalimu samahani nisamee, mnabidi ufute. Na kama ni umeandika kwa peni basi inabidi karatasi ile ukate. Ilifika mahali tarehe ya kuandika kwa tarehe za Kiswahili tunabidi uigilizie kwa mtu kuandika tarehe. Kwa sababu hiyo lugha imekaa kichwani. Tunafundishwa kusalimiana kwa Kiarabu. Kuomba kila kitu tunaomba kwa Kiarabu. Sasa ilikuwa inatuia vigumu sana kwenye elimu ya kawaida hii ya shule ya kawaida. Kwa sababu tumewekwa Kiarabu kichwani. Sina haja kusoma hapa sababu sipendi kusoma sana vitu hivi. Nione kisoma na kama vile nataka kuchanganyikiwa hivi. Kwa hiyo sipendi kusoma ya mambo nayaacha. Lakini na mambo mengi sana huwa na nikishuhudia nayasema na watu wanafahamu. Kwa hiyo tumeendelea kuwa katika hali hiyo. Basi baadaye katika ukuaji wangu tumeendelea kuswali na nimekuwa nikiwaambia watu nilikuwa napata muda wa kuadhini adhana, kwa sababu tunapewa nafasi sisi watu wa chuo ndio tunaoswalisha, tunaoadhini na kukimu swala. Kukimu swala, kuadhini ile adhana unasikia watu wanaadhini kwamba wanasema Mungu mkubwa. Sasa hapa nazungumza kwa Kiswahili jamani, naomba mnisamee tu. Naongea kwa Kiswahili hiyo inavyosema hiyo adhana inazungumza nini? Inasema Mungu mkubwa. Ni wakati wa swala, ni wakati wa ibada fulani, kwa mfano ni magharibi au ibada ya adhuhuri au alasiri au alfajiri au isha. Alfajiri ni ibada ya alfajiri, unajua alfajiri ni Kiarabu, kwa hiyo alfajiri ni alfajiri hivyo. Adhuhuri ni mchana, alasiri ni mchana unaoenda karibu na jioni, alafu kuna magharibi ambayo ni jioni, jua limezama ndio magharibi. Hiyo kuna ibada pia hapo, kuna isha ambayo ni usiku saa 2 inafanyika ibada hiyo. Kwa kila ibada na rakaa zake. Rakaa ni zile mitindo ya kushuka na kuabudu pale chini na kuinuka. Ukienda mtindo kwenda mara ya kwanza ukarudi juu, rakaa ya kwanza, ukienda ya pili hivyo, na hivyo na rakaa 3, kwa kuna rakaa 2 na rakaa 10 kwa Kiarabu, tatain. Unaona? Kuna 3 ambayo ni 3 na kuna rakaa 4 pia. Sasa zote kila ibada ina rakaa zake. Wasema ndio tafahamu, watu wengine watashangaa naongea kitu gani. Kwa hiyo kwa unaadhini zile adhana kwa hiyo kuita watu kwenye ibada waende. Kama ni ibada fulani, watu waje kwenye swala inaitwa haitu kusali, inaitwa swala au kuswali. Kwa hiyo njoo kwenye swala, kama Muhammad mtume Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na Allah ni Mungu mmoja, kwa hiyo mje hivyo. Kwa watu wanakuja, afu kuna kimswala. Kimswala ni mtu ambaye anatoka pale nje, unaweza kuwa ni wewe mwenyewe uliadhini. Ukaja pale ndani, watu wale wakishaingia ndani wameshatia udhu wameingia ndani. Sababu wakati unaadhini, mtu alikuwa anatia udhu inabidi asimame asitie udhu kwanza. Alikuwa anatembea bila asimame kwanza asitembee, kwa sababu ile adhana inaita hapaswi mtu kutembea. Nitawaambia kwa nini. Kwa sababu tuliambiwa hivi, tulifundishwa hivi. Wakati wa adhana tunaiheshimu adhana, lakini pia kazi yako unataka uiache, lakini pia mbili ambayo hiki watu wengi hamkijui na kiongea hapa. Tuliambiwa hivyo madrasa na mashehe wetu kwamba majini pia na wao wanapofanya adhana wanasikia adhana, wanakuja kukimbizana kuja kuswali. Kwa hiyo ukiwa unafanya movement, unataka kukumba wale majini, ukazimia chini, ukafa aidha au damu zikatoka ama ukazimia, mambo mengine yote yakatokea, lakini kwa hiyo movement zisifanyike. Kwa hiyo watu wengi hawajui hili. Wanajua tusidi moja, tunaheshimu adhana kwa sababu Mwenyezi Mungu ibada yake inaitishwa. Hapana. Hiyo ni first. Lakini second ni kwamba majini huwa wanakimbia kwenda kwenye msikitini, kuja kuswali msikitini. Nitaongea vitu vingi kidogo. Kwa hiyo ukiwa ndani ya umeshaadhini, watu wanaachilia fursa, wanaotawadha haraka wanatawadha kimbia, wale wana njia wanakimbia naingia msikitini. Kwa hiyo ndani ya msikiti ndio kuna muda ule umetoka kwenye adhini, unaweza kuadhini ukaenda kukimu swala wewe mwenyewe uliadhini, ama mwingine akakimu swala. Lakini mara nyingi aliadhini na kuja kukimu swala yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukitoka pale kuja kukimu swala ambayo na yeye pia sitaisoma hapa, sitaki kusoma haya mambo na maana yangu, kwa hiyo usinichukie. Kwa hiyo pale ndani unayasema maneno haya ni ile adhana, lakini hii inakuwa imepishwa kwa hapa ndani. Unaambia sorry, nitaka kutamka Kiarabu lakini naomba tu mniwe rasa tamka. Nitaka kutamka lakini acha nisitamke.
Kwa naambia ni muda wa swala, muda wa swala. Jamani, muda wa swala, muda wa swala. Kwa simameni kwa ajili ya swala, pangeni safu kwa ajili ya swala. Alafu ndio watu wanasimama, wanaanza kupanga safu ya kwanza, ya pili. Kutegemea mko wangapi, idadi yenu mlivyo navyo, inavyotokea ndio mnapanga safu ya kwanza, pili paka nyuma paka mwisho. Safu hizi zinapangwaje? Zinapangwa mtu kwa mtu, distance yenu msiache distance, mnabana distance. Wanaofahamu wanachokisema hapa wanakielewa. Mnabana kila mguu wa kushoto na kulia, hakikisha mguu wa kushoto na kulia kidole cha mwisho kinashikana na mtu aliye kushoto kwako na kulia kwako kidole chake cha mwisho. Kwa hiyo mnafunga swala, mnafunga safu, mnakaa kwenye safu, kidole cha mwisho chako cha mguu wa kushoto na kulia kinagusana na mguu wa kushoto mwenzako wa kushoto na kulia kwa kila mtu. Kwa hiyo kuanzia mwisho mpaka mwanzo mpaka mwisho hauachi nafasi popote. Mnafunga safu zenu hivyo mpaka mtu wa mwisho. Kwa nini sasa? Tunasema na ndivyo ilivyo kwamba ili jini anayekuja kuswali saa ile na yeye asiingie katikati ya kwako, kati ya wewe na huyu mwenzako, ili wao wakapange safu zao mwisho majini. Huo ndio kweli naozungumza hapa. Kwa kuwa tunasali nao msikitini. Sasa ile kuambiwa na yule shehe kwamba tunafundishwa elimu ile kwamba majini ni viumbe Mwenyezi Mungu, basi kuwafukuza na kuwatoa, na wao pia na maabudu Mwenyezi Mungu Allah. Nikasema tukana naamini. Sasa sauti iliniambia ni muongo huyo. Haikuniambia kwa nini ni muongo, iliishia tu hivyo ni muongo kwamba haipaswi kuishi kuabudu majini na wanadamu. Kwamba kuna majini na wanadamu. Ni kweli kabisa wanaishi duniani, lakini wao wanaamini kwamba wanaabudu Mwenyezi Mungu. Tuliishi hivyo. Sasa katika maisha yangu hayo niliishi kwa staili hiyo, lakini nikacheza mpira miguu pia. Papa Mageza Kiwira, nakumbuka nikicheza mpira miguu pia katika timu Mageza Kiwira, daraja la pili, daraja la 3. Nikasajiliwa tena timu nyingine inaitwa timu Katumba Stars, iko Katumba pale mjini. Kacheza pia pale. Baada ya muda nikasajiliwa na timu nyingine inaitwa timu ya Tazara ya Mbeya, iko Iunga. Hii ni timu ya Tazara hii ya Mbeya. Iko daraja la pili ngazi ya taifa, nisajiliwa timu hiyo, nikacheza misimu miwili. 2001 na 2002 nichezea timu hiyo daraja la pili. Baada ya hapo nikaenda zangu Dar es Salaam hapa. Nikakaa kwa shangazi zangu Kijichi pale. Shangazi zangu pia ni askari, ni wa JKT. Kwa hiyo nikasajiliwa na timu ya Pan Africa, nakumbuka mara ya kwanza. Nimechezea msimu wa 2003 ile timu. Ligi daraja la kwanza ngazi ya taifa Tanzania bara. Kwa hiyo nikiwa na kina mtazamaji kidogo wachezaji wa miguu hapa studio, hata kama na wao wakisikia mkiwaambia wakija hapa atakwambia namfahamu huyu mtu. Golikipa wangu namfahamu, naitwa Ali Mustafa Batezi. Tumita Batezi ni Ali, jina lake ni kamili Ali Mustafa Mtinge. Akija hapa atafahamu na atacomment hapo chini, ananifahamu mimi. Sikiza nita mchungaji sababu ananijua. Kwa hiyo alikuwa golikipa wetu pale Pan Africa, Ali Mustafa Mtinge. Dani Mrwanda ananijua, Dani Mrwanda ananifahamu, tunacheza naye mpira pia na yeye hata pale Yanga, nitazungumza baadaye mambo ya Yanga. Kwa hiyo nikaenda kucheza mpira miguu, huku naendelea kuswali, acheza mpira miguu. Kaza Transcamp ya Dar es Salaam ambayo ni timu ya jeshi la nchi Tanzania. Siku hizi imehamishwa Tabora nasikia, na imeenda tu Arusha, tena nasikia Arusha, lakini nimeambiwa imeenda pia Arusha pia. Sasa na wakaka sana wako wapi sababu nishaacha mambo ya mpira siku nyingi. Lakini nimecheza timu ya Transcamp ikiwa Dar es Salaam hapa. Nimechezea pia na wao daraja la kwanza wakiwa. Nimecheza pia JKT Ruvu ya Tanzania. Alipeleka pale ni mzee mmoja anaitwa Meja Nyuchi. Huyu ni mtu wa kusini, lakini alinichukua kunipeleka kwa Meja mmoja Jackson Lema, wanamfahamu. Miaka ile alikuwa ndio team manager, nakumbuka kipindi hicho ndio alikuwa yeye. Kwa hiyo akanipeleka kwa Meja mwenzie, Meja Jackson Lema akanichukua JKT Ruvu pale nikacheza. Pia nilikutana na kina sasa nimesema Manyasi wale watu wako wanacheza mpira pale. Na wengine sasa ni makocha wako pale makocha. Pia JKU Zanzibar nimechezea kwa, nikamkuta kwa Malale 50 ambaye sasa ni kocha wa polisi Tanzania. Akiona sura hii mkimuuliza atakwambia anaijua hii sura. Nimekuta kwa yeye na staff Malale 50 care. Huyu ni mtu wa Tabora kwa kabila yake Mnyamwezi, lakini ni mtu amekaa sana Zanzibar. Akiniona tu hivi atakumbuka. Unajua tunatafuta majina kidogo nasema magumu, lakini mtu akiona sura yake anajua huyu namfahamu. Kwa hiyo Malale 50 care ni kocha wa polisi Tanzania. Hata ukiweza kushare ushuhuda huu ukampelekea ukamwekea akaniona sura yangu, atasema mtu namfahamu. Wakati kocha alikuwa pale anaitwa Dia, kocha wa JKU Zanzibar.
Dia ndio alinichukua mimi Dia, na Dia alinisikia tu kwa watu nikiwa JKT Tanzania, na ndio akatumia mtu mmoja, huyu askari nimemsahau jina tu, lakini ni mtu wa kusini, ndio alimpa formation sababu alikuwa rafiki yake. Ndio kocha Dia akanitafuta, ndio akanileta pale. Akatoa JKT mmoja kufanya kuweka kambi hapa Dar es Salaam kwenye kupitia JKT Mbulani. Kwa JKT Mbulani. Kwa hiyo mambo yalienda hivyo. Ndio baadaye nikaja kuchukuliwa na mtu mmoja alikuja kunifuata ili nisajiliwe na Yanga. Akaniambia, bwana, twende ukasajiliwe na Yanga, mpira unaocheza wewe ni mzuri sana. Twende ukacheze Yanga bwana. Nikamwambia Yanga bwana ni kubwa sana kuliko mimi. Akasema kwa uwezo unao kufunga magoli, twende ukacheze Yanga. Kumbuka mimi nilicheza namba nyingi sana, lakini nianzia kucheza center half, kucheza fullback 2, sometimes fullback 3. Lakini baadaye nikiwa Pan Africa nilibadilishwa kupeleka striker kwa sababu niona anaweza kushambulia na kufunga magoli ya vichwa mara nyingi, na sana vichwa juu. Kaniambia huyu mtu anaweza kucheza mbele kama striker akafunga magoli. Kwa hiyo nikacheza timu nyingi kwa nisajili kupitia striker. Ndio nikapata sana kwenda mbele kwa sababu ya striker. Sasa tukaenda pale Yanga mwaka 2004 mwishoni nakumbuka. Nilipeleka pale kufanya interview Yanga. Ilikuwa mwaka 2004 nakumbuka, wakati wa Igangula kuna ofisi moja ilikuwa pale Kaunda Jangwani, inaitwa ofisi imeandikwa Igangula ile ofisi. Sasa mnaingia pale kwenye ofisi ile kuna bonge ya counter book. Nafikiri ile counter book sababu inakumbuka wachezaji wengi wamepita pale. Kwa hiyo majina pale nafikiri mpaka leo kama pale Yanga wametunza counter book hiyo nayo ile book. Ukatafuta jina langu utakuta imeandikwa Hemedi Ayubu Isa, ndio mimi. Ile counter book pale. Tumeandika majina yetu pale kwenye Yanga kwa sababu kwanza tunapewa posho pale. Tuko interview pale tunacheza mpira pale Yanga. Kuna pale tunalipa posho na Yanga. Kuja kuangalia mazoezi pale Kaunda, kuingia kuangalia mazoezi pale Kaunda. Tuko na zile pesa tunazoongelea wananifanyia kiingilio. Tuko nalipa wachezaji kama nauli. Katoa kocha wetu pale nakumbuka alikuwa ni yule tunamuita mzazi. Huyu anaitwa Ken Mwaisabira mzazi. Watu wanamfahamu na naye ananijua. Na ukimpeleka hata shuhuda huko ukashare, akiniona tu Ahmed ndio huyu, bila shaka atakwambia ni kweli namfahamu kijana. Kwa hiyo alitupenda pia sababu tunapiga mpira wa kueleweka. Sasa kuna buku liko pale ndani kwenye ofisi kwa Igangula, imeandikwa Igangula ile ofisi. Jina langu lilikuwa pale kwenye ile counter book na mimi niliandika pia. Tuko nalipo kupitia majina yetu pale. Na nikwambie tu kweli ndugu msikilizaji na mtazamaji kwamba miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa sajiliwa na Yanga mwaka 2004 ilikuwa mwezi wa 11 nakumbuka tunaishesha, ilikuwa mmoja hapo ni mimi. Tulikuwa watu wanne, ilikuwa mimi, Dani Mrwanda, Emmanuel Kingu alikuwa ni goalkeeper kwa FC Arusha, na mchezaji mmoja kwa nani Mwamba alikuwa Majimaji ya Songea. Nakumbuka tu jina la Mwamba, sasa yale ya mwanzo kidogo nimesahau, lakini hao watu wanne na mimi nilikuwa mmoja wapo. Na Maisabula anakumbuka kabisa, atuambia mzazi kwamba jamani, tieni bidii mtasajiliwa. Lakini Mungu ni Mungu ambaye anajua mapenzi ya wanadamu. Lakini mwisho wetu kwa mzuri kwa sababu walikuja wale wa Kenya, nakumbuka vizuri, wakina Mike Baraza nakumbuka. Walichukua namba zetu kwa kweli, sisi tukaondolewa tukaachwa kwa staili hiyo. Lakini kocha alituambia msife moyo vijana, songeni mbele, ndio Tanzania yetu ndio iko hivyo. Wanasajili kwa zengwe, lakini haina shida, nyinyi endeni. Mungu atawasaidia kwa wakati mwingine mtaenda kwenda mbele safari. Lakini mimi safari yangu haikwenda mbali sana kwa sababu ndio nakumbuka ndio nikaanza kusikia hofu ya Mungu sana ndani yangu kwa mara ya kwanza. Ile hofu ya Mungu iweza kunijia. Sasa kusikia tu kwamba mnaanza kusikia tu kwamba ukifa leo utaenda wapi? Jehanamu itakungoja jehanamu. Nikaanza kuswali sana ndugu mtazamaji, na nichazama hapo. Nikaanza kuswali sana. Msikiti nilikuwa naswali mimi, watu wengi ambao wameijui, nitaitamka msikiti hii kwa hapa Dar es Salaam. Nilikuwa naswali msikiti mmoja pale, ukienda kule Kijichi karibu na sheri, kuna sheri pale Kijichi. Kijichi pale stendi, kuna sheri pale. Ile sheri kuna msikiti uko nyuma yake pale. Kifika pale msikiti ule nimeswali sana msikiti ule pale. Na pia kuna msikiti mmoja pale, kuna kituo kimoja hapa chini. Kuna daraja moja kabla hajafika daraja reli pale juu Mtongani. Chini kabisa bondeni pale. Kuna msikiti ukiwa unatoka Mtongani huko kushoto. Ukiwa unatoka Mbagala na kitatu hapa Misheni, ukishuka huko kulia msikiti ule. Pia nimeswali msikiti ule sana. Sana tu. Hiyo msikiti miwili shaswali sana hapa. Kwa hiyo nikaa msikitini sana. Mimi nilikuwa sikosi ibada. Natoka mazoezini mimi ibadani. Sana. Mjomba akaniambia, "Mbona umeanza kuswali sana vipi?" Nikamwambia basi tunasiana kuswali sana. Wakasema, "Do, kweli umeamua kuswali." Kweli nikaa na swali kweli.
sana. Nika mtu wa mihadhara, napenda mihadhara ile, kukashifu Kristo, kutukana Kristo, nika napenda sana. Na maandiko tunatumia kwenye mihadhara nilikuwa nayafahamu na yajua. Moja wapo andiko tunakamata wa Kristo na tunayafurahia ni moja wapo wa Galatia 3:3. Galatia sura ya 3. Inasema enyi wa Galatia msio na akili, nani aliwaloga? 3:1 ndio. Nani aliwaloga kwa kuwa Yesu aliweka wazi mbele na akamsulubia msalabani? Kwa tunawategea hapo, na Wakristo wengi wanasilimu kwa sababu anaambiwa Yesu akusulubiwa msalabani, Yesu akufa, wanaaminishwa kupitia ile andiko. Kumbe ile andiko chini lina majibu yake, lakini watu kwa sababu wanaishia mstari ule hawataki kule chini ujue, watu walisilimu wengi sana. Mimi nilikuwa nafurahia sana Wakristo wakisilimu. Nilikuwa nakashifu Kristo sana. Mungu anisamehe sana. Kwa kuwa nilikuwa natukana, nilikuwa sikijui. Nilikuwa natukana na kashifu Kristo. Nilikuwa niko tayari kupigana kwa ajili ya Uislamu. Watu wanavyojua washasikia uliritadi. Kuritadi ni kutoka kwenye Uislamu kuja kwenye Ukristo au kuacha Uislamu, ndio kuritadi. Nilikuwa sikia mtu ameritadi, wanasema labda huyu amenunuliwa labda hivi na hivi. Wapendwa, mimi Uislamu nilikuwa naupenda sababu nilizaliwa kwenye Uislamu. Sikuwahi kuwa Mkristo. Nilikuwa nautukana Ukristo. Nilikuwa najua kabisa, nilifundishwa mafundisho haya madrasa kwamba Ukristo ni makafiri. Na bila Uislamu uendi mbinguni. Hakuna pepo ya Wakristo. Yaani Wakristo ni makafiri na watu wengine wote. Yaani mtu aliyeko nje ya Uislamu ni kafiri. Nilifundishwa hivyo. Kwa hiyo automatically nilikuwa nawachukia Wakristo. Huo ndio ukweli. Nilikuwa nachukia Wakristo, nilikuwa nakasirikia nikimwona Mkristo naona huyu ni wa jehanamu, huyu ni kafiri, mlanguruwe kwanza, mambo kama hayo. Kwa hiyo nilikuwa kwa ufupi nilikuwa siwapendi, kwa huo ndio ukweli. Sasa Mungu ni Mungu. Nimeishi kwa staili hiyo, lakini siku isiyo na jina sikuiomba na sikuwa na wazo nalo. Mpendwa wa Mungu, nikiwa natembea barabarani na kwenda Sabasaba PTA Mwalimu Nyerere, kuna rafiki zangu pale walikuwa askari magereza wanamfahamu baba yangu. Pale PTA ukienda pale Sabasaba Mwalimu Nyerere pale ndani utakuta kuna kambi ya magereza pale ndani. Kwa wanaofahamu wanafahamu. Kuna wafungwa na lima kule ndani na kuna askari wako pale ndani. Nilikwenda kuangalia pale askari magereza ambao rafiki zangu wanawafahamu. Sasa miaka yote nilikuwa nafahamu, naliona bango la Askofu Sylvester Gamanywa, ambaye huyu askofu alikuwa anafanya pale huduma zake ndani mle PTA. Miaka yote nilikuwa namuona na nilikuwa nakashifu, nilikuwa natukana kabisa, natukana. Bango lake lilikuwa limeandikwa hivi: Askofu Sylvester Gamanywa anafanya maombezi ya kuombea wagonjwa wa shida mbalimbali, magonjwa sugu. Kwa hiyo watu wenye shida mbalimbali waombewe. Kwa kweli ndugu mtazamaji na msikilizaji, nilikuwa natukana lile bango nalitukana bango, nalilaani bango. Kwamba Wakristo makafiri wanadanganya watu, wanaombea na kuwaponya watu. Hata Mwenyezi Mungu amewawekea watu magonjwa, hawa wanaombeaje mtu ambaye Mungu amewekea magonjwa? Lakini cha ajabu, hiyo siku ambayo nakwambia haina jina, natembea kando ya lami, ile lami ndani ya PTA pale, kuna PTA iko hapa, kuna lami iko kibabara kidogo kimetembea pembeni. Natembea kando ya kwenye barabara ile. Huwezi amini na inabidi uamini, kwa sababu sio usiamini, inabidi uamini. Nakwambia amini ndivyo ilivyokuwa. Nikasikia sauti ikiniita. Nimevaa jinzi. Chini nimevaa sendozi yangu nyeupe. Juu nimevaa purnek kwa sababu ilikuwa imekaba shingo kidogo hivi na mikono mirefu. Nakumbuka kabisa. Sauti ikaniita kwa sauti ikaniita kwa jina langu. Mara ya kwanza ikaniita. Nikaangalia kushoto kulia nyuma, sioni mtu. Nikatembea tena. Ikasema tena na mimi ikaniita. Nikaenda tena, ikaniita tena mara ya tatu, nikasimama. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, sikiliza ninachokuambia. Huu naozungumza ni ukweli mtupu. Maisha yangu mimi, ananijua anakiri nilichokisema mimi. Nikasema huyu ananiita nani? Simuoni. Sauti ile ikaja kunipa majibu. Ikaniambia mimi ni Yesu, sikiliza ninachokuambia. Tazama nyuma yako. Nikaangalia kwa nyuma, nikaona kuna vijana wavani 4, msichana akiwa mmoja tu. Sauti ikaniambia wale wanakwenda kuokoka, wanaingia kanisani. Humo ni kanisani PTA. Na wewe nenda kaokoke, ukiri Yesu ni Bwana. Nikamwambia hapana, mimi Bwana Muislamu. Akaniambia hivi, tofauti yako wewe na wale vijana ni ipi? Ni vijana kama wewe wanaingia kwenye wokovu, nenda kaokoke. Kwa kweli sikujibu ndio au hapana. Nilitulia pale na kushangaa. Maelezo haya yanatokea wapi? Afa anaongeaje na mimi nisimuoni? Lakini sauti ile, ndugu msikilizaji na mtazamaji, sauti ile nilikuwa nashangaa kwa sababu
Ni kweli ina binadamu lakini sio binadamu kabisa, sababu ina nguvu ya ajabu. Ina utiisho ambao huwezi kuelezea mtu akauelewa. Unajua huwezi kuiform sauti ya Mungu. Ya sauti ya Yesu huwezi kuiongea ukamwambia mtu iko hivi. Unakuwa ni muongo, utaitengenezaje? Lakini ina utiisho ambao huwezi kueleza kwa mtu akaelewa kwa lugha rahisi. Sasa ikanyamaza, nyamaza sauti ile, nikasikia imekuja kama nguvu ikanishika. Ikaanza kunipeleka kwa nguvu kwenda kwenye ile kanisa kuingia PTA. Kumbuka ni ukumbi huu. Mpaka mlango wa PTA. Nikafika pale nikajitahidi nisiingie, lakini nikashangaa nimeingizwa kinguvu. Mpendwa wa Mungu, asudangaje mtu kwamba Yesu kutokea Yesu, utabishana na Yesu. Ujue hajakutaka tu. Niliingia paka ndani ya ukumbi ule, jasho natoka ndani yangu. Natiririka jasho jingi. Sijakimbia riadha lakini jasho natoka. Niko pale ndani naangalia watu wanahubiri pale juu. Watu wanashangilia kweli kweli, wamejaa pale ndani. Simjui ndio Gamanywa ndio yeye, lakini naona anahubiri pale. Sauti ile ikaja ndani ya ukumbi ule, kaniambia hivi. Ikaniambia, "Umeona dada kushoto kwako, kulia kwako, dada moja kulia kwangu alikuwa dada moja amesimama pale kulia pale. Wamevaa badge kwenye kifua chao na badge. Zile badge zinawatambulisha kwamba yeye ni mtumishi yuko pale anahudumu." Yule dada sauti kaniambia hivi. Ikaniambia nimfuate yule dada, mwambie nataka kuokoka. Nikasema siendi. Kweli sikwenda. Dada yule akaja mbele yangu, akapita mbele yangu, namuona anapita mbele yangu. Sauti kaniambia ndio huyo dada mwambie, nikakataa sikumwambia. Akapita akaenda. Naona wenye beji ni wengi kama yule dada amevaa beji ya utambulisho. Lakini sikuwaambia wale pia. Sababu iliniambia nimwambie yule dada. Mimi sikumwambia yule dada. Akapita mwanaume mmoja mbele yangu, sauti kaniambia hivi. Akuniambia sauti, ikakaa kimya. Mimi nikajiambia nafsi yangu, nikasema hivi. Ingekuwa ni heri ni huyu mwanaume hapa, ningemwambia hata huyu mwanamke. Lakini mwanamke siwezi kumwambia mwanamke mimi nimwambia niokoke, siwezi kumwambia. Yule jamaa akapita mbele yangu akaenda zake. Dada yule akapita mara ya pili mbele yangu tena. Sauti ananiambia mwambie dada huyo nataka niokoke. Kweli sikumwambia. Akaenda zake. Sasa cha ajabu ni hiki. Yule mwanamke nikimwangalia naye ananiangalia usoni. Nikaanza kuwaza huyu dada. Hii sauti inaniambia mimi hapa maneno haya au naye anasikia? Mbona ananiangalia usoni? Sasa alikuwa anasikia mimi sijui. Lakini anaendelea kuniambia mimi inaniongelesha mimi. Yule mwanamke naye pia ananiangalia mimi usoni. Kweli sikumwambia. Mara ya tatu ilipokuja sauti ile ikanipeleka kwa nguvu zile kama nilivyoingia kanisani. Nikajikuta naanza kuondoka na mfuate ile dada mpaka kwenye mbele yake ya uso wake. Na mshika mkono anambia dada yangu za saizi. Dada yule akaitikia tu nzuri kwa amenishika mkono. Cha ajabu ni hiki wapendwa. Akanishika mkono, tunaanza kwenda tunavuka watu. Kuna watu wamekaa chini, wengine wamekaa kwenye viti vimejaa. Tunaruka watu tunaenda kuzetu kule nyuma. Sasa nashangaa dada huyu namsalimia tu sasa hizi. Haelewi ninachotaka kukisema kwake. Amenishika mkono ananipeleka wapi sijui. Tukaanza kuondoka mguu kwa mguu. Tunaenda. Kumbe nyuma huku yule mtumishi anavyohubiri kule Gamanywa, kuna watu wengine wanadondoka chini, wanaombewa na nini. Kumbe wanaokota pale ndani, kuna chumba kimetengenezwa, chumba kikubwa tu, kimegawanywa kama partition fulani yenye ceiling board wamekata kwa nafikiri ceiling board nafikiri wamekata hiyo kwa ajili ya kuombea watu kule. Kwa hiyo tukaingia paka kule kwa watu wanaombewa kule. Nikuta watu wanaombewa kule, wengine watapika chini pale na nini. Na leo wanaombea watu wanaombea vijana wengi tu. Lakini mtumishi anayeombea kule sasa hivi mtumishi huyo yuko BCIC maji matitu, wanaita maji meupe sasa hizi. Ndiye alikuwa kiongozi wa kuombea maombezi yale kule kwenye kile chumba. Sasa dada mmoja yuko mlangoni hapa ndiye anaandika majina ya watu, nafikiri wanaokoka wale sijui na nini, majina yao yanaandikwa nafikiri wanaofunguliwa sijajua sasa, lakini anaandika majina yao pale. Kwa hiyo alinileta mimi mpaka ndani pale, akaniambia simama hapa kidogo kijana, akasimama kidogo pale. Akamwita yule pastor ambaye ni Marco Peter. Zamani zile nilimjua jina alikuwa tu Pastor Mguru. Na hilo jina ameliacha siku hizi, hilo jina nasikia ameliacha. Anaitwa Pastor Marco Peter. Akaongea naye kama dakika 3-4. Pastor akaniambia njoo kijana, akaniita nikaenda. Alinileta mimi yule akaondoka. Bila maelezo yoyote. Alipoondoka yule pastor akaniambia habari zako kijana, nikamwambia nzuri, shikamoo. Kama maraba. Nani jina lako? Nikamwambia Ahmed Ayubu Isa. Nikamwambia Ahmed Ayubu Isa. Wewe ni Muislamu? Nikamwambia mimi Muislamu ndio. Ndio unafanya nini? Sasa kata za kujieleza pale na nini? Na nikimwangalia yule pastor usoni,
sina nguvu ya kumtazama usoni, naangalia chini. Akaniambia, ya niangalie usoni wakati unaongea na mimi. Ghafla mtumishi yule akatamka kwa jina la Yesu Kristo. Aliposema vile, ile nguvu ilinipiga kwenye uso wangu. Nikasikia kama nadondoka, lakini sasa ajabu ni hiki,